Kustaafu si mwisho wa jitihada, bali ni mwanzo wa kutumia maarifa kwa busara. Wastaafu ni hazina ya taifa, ni taa angavu inayoweza kuongoza kizazi kipya kwa hekima na uzoefu. Na kuna methali isemayo, penye mvuvi mstaafu hapakosi funzo la baharini, ikiwa na maana kuwa mtu mwenye uzoefu wa kazi fulani hata baada ya kustaafu bado ana maarifa na hekima ya kutoa mchango kwa wengine. Ni methali inayoonyesha uthamani ya wastaafu kama hazina ya ujuzi na busara. Karibu katika makala fupi inayohusu wastaafu kuwa wao ni hazina kwa taifa. Bi Amina Mohamed Bakari aliyestaafu kwa cheo cha mratibu huduma za maabara wilaya kwa mwaka 2025, aliyehudumu katika nafasi yake kwa kipindi chote cha utumishi wake kwa weledi, nidhamu, na hapa anatueleza. Kwa majina naitwa Amina Mohamed Bakari. Nimezaliwa mwaka 1965. Nimeajiriwa katika halmashauri ya wilaya Monduli tarehe 13 mwezi wa kwanza mwaka 1987, ikiwa kama mhudumu huduma za maabara Monduli. Baada ya hapo, wakati huo Monduli ilikuwa ni wilaya moja pamoja na vituo vya afya ambacho ilikuwa ni Longido. Nilihamishiwa kituo cha afya Longido, ikiwa ndo kituo changu cha kwanza kazi, na nilifanya hapo kuanzia hiyo 87 mpaka 93 niliporudi katika halmashauri ya wilaya ya Monduli. Nilianza hapo katika hospitali ya wilaya. Baada ya hapo mwaka 1997 hadi 1980 nilienda katika mafunzo nikisomea maabara assistant katika chuo kilichopo Singida. Baada ya hapo nilirudi, lakini tena mwaka 2003 hadi 2006 nilijiunga nilichukua mafunzo ya laboratory technologist katika chuo cha Bugando, ambacho kilikuwa kinaitwa Bugando University. Nilimaliza na kuhitimu mafunzo ya laboratory technologist. Nilikuja kuendelea katika uhudumu wangu katika fani ya maabara katika hospitali ya wilaya Monduli. Kuanzia mwaka 2010 hadi 2025 nilishika nafasi ya mratibu huduma za maabara ya wilaya Monduli, cheo ambacho nilikihudumu mpaka kustaafu kwangu tarehe 20 mwezi wa 8 2025. Shukrani zangu, shukrani za pekee kwa kufika siku kama ya leo. Kwanza awali namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunifikisha sehemu kama hii ya leo, kwa sababu ni wengi walikuwa wanaingojea siku kama ya leo, lakini hawakuweza kupata nafasi hiyo. Namshukuru sana Mungu, shukrani za pekee namrudishia Bwana apewe sifa. Shukrani za pili namshukuru mkurugenzi wa wilaya ya Monduli kwa kuwa yeye ndiyo ameweza kunihudumia kama mtumishi wake na kunipa stahiki zangu na kunikubali katika nafasi zote za ajira za utumishi mpaka nikafika siku kama ya leo. Namshukuru sana mkurugenzi, Mungu akupe hekima na busara zaidi. Twende tukasikilize historia fupi ya Bwana Kirusha Laizer aliyehudumu cheo cha afisa elimu maalum katika halmashauri ya wilaya Monduli. Alianza kufanya kazi kwa mwaka 1998. Hii hapa historia yake. Nilianza kazi ya utumishi idara ya elimu au fani ya ualimu tarehe 1 mwezi wa 7 1998 katika halmashauri ya Monduli. Ni mwalimu wa daraja la 3A. Lakini nilifikia wakati nikawa mwalimu mkuu baada ya kufundisha darasani kwa muda mrefu, nikawa mwalimu mkuu msaidizi, mwalimu mkuu katika shule ya msingi Irmorijo mwaka 2002 mpaka mwaka 2005. Nikaenda kujiunga na chuo cha ualimu stashahada
katika Chuo Kikuu cha Mount Meru Arusha. Baada ya kurudi, niliteuliwa na mkurugenzi wangu kwenda kuwa mratibu elimu kata ya Loksale. Baadaye nikahamishiwa kata ya Lepurko. Nilianza uratibu mwaka 2012 na nikaja nikaondoka mwaka 2014 mwezi wa 3 nilipochukuliwa na tume ya utumishi idara ya ualimu, nikapelekwa TSC kitengo cha nidhamu na maadili kama mtu anayesimamia nidhamu kwa walimu wa shule za msingi na sekondari. Na mwaka 2017 maana nilihudumu kule TSC 2014 mpaka 17. Nikachukuliwa 2017 mwezi wa 8 nikarudishwa halmashauri. Ilivyofanyika ugatuzi kitaifa, TSC ikabadilika ikawa kama idara inayojitegemea kitaifa, kwa hiyo taratibu zake zikabadilika. Sisi kama watu 45 tukarudishwa katika halmashauri za wilaya, na mimi nikawa mmoja, karudishwa halmashauri ya Monduli. Na nilipofika kwa mkurugenzi akaona hapana, huyu mtu anaweza akatusaidia sehemu nyingine ndani ya halmashauri yetu. Nilichukuliwa nikaingia idara ya elimu, kitengo cha watoto wenye mahitaji maalum, kama afisa elimu anayehudumu kama afisa elimu maalum. Na nimekuwa nikifanya kazi zote kwa uadilifu, kwa utii, maana kazi ile ni ngumu, inahitaji uaminifu, inahitaji upendo, huruma kwa wale watoto. Lakini namshukuru mkurugenzi, amekuwa akinipa pia nafasi au akiniwezesha kwenda kufanya ubainishaji, kuwatambua huko kijijini, mpaka nimefikia muda sasa wa kuambiwa sasa umri umefika miaka 60. Nimeondoka mwaka huu tarehe 22 mwezi wa 10 2025. Nawashukuru sana watumishi wote wa halmashauri ambao nimekuwa nikishirikiana nao. Wakati mwingine naachiwa idara na afisa elimu wangu Mama Natangadi wa Kimole, nakutana na wakuu wa idara. Mwanzo ilikuwa ngumu kidogo, basi nimejikuta nimezoea. Namshukuru sana mkurugenzi wangu Happiness Liza, mwalimu mwenzangu, mwalimu wa sayansi, mimi mwalimu wa arts. Tumefanya kazi ya watu vizuri, na nawaombea wanaobaki katika halmashauri, nao wali wadogo kwa wakubwa, na watafika kama na mimi nilivyofika. Nawaombea Mungu sana, nawashukuru sana. Tunapozungumzia kitengo cha ukaguzi wa ndani kilichopo halmashauri ya wilaya Monduli, hatutasahau kuzungumzia au kumzungumzia Bwana Jimmy Geoffrey Mangesho, ambapo katika kitengo hicho alichotumikia kwa utumishi wake uliotukuka kinahusika na kukagua shughuli zote za halmashauri na kutoa ushauri. Kitengo cha ukaguzi wa ndani kinachoongozwa na miiko na maadili katika utendaji wake wa kazi. Pia wakaguzi wanapaswa kuzingatia usiri katika kufanya kazi zao. Mimi naitwa Jimmy Mangesho, na ambaye ni mkaguzi wa ndani ambaye nimemaliza muda wangu wa utumishi wa umma mwezi wa 8 mwaka huu. Mimi nimezaliwa katika kijiji cha Mrimbo Mwika, kata ya Kaskazini Moshi vijijini, miaka 60 iliyopita. 6 mwezi wa 8 1965. Na shule ya msingi nikaanza mwaka 1975, na form 1 nikaanza 82, nikamaliza 85, na baadaye nikajiunga na chuo cha ushirika Moshi kwa ajili ya certificate ya maendeleo ya ushirika, na baadaye vile vile nikasoma pale vile vile certificate ya uhasibu ambayo ilikuwa inatolewa na NBA. Baada ya hapo nikajiunga na Jeshi la Kujenga Taifa mwaka 88, na mwaka 89 nikaajiriwa na halmashauri ya wilaya ya Kilosa. Baada ya kufanya kazi katika halmashauri ya wilaya ya Kilosa, mwaka 2000 nikapelekwa, wakati ule ilikuwa inaitwa tume ya utumishi wa serikali za mitaa, wakanipangia halmashauri ya wilaya ya Kilosa kama mkaguzi wa ndani, na nikakaa na halmashauri ya wilaya ya Mbinga, halmashauri ya Mbinga mkoa wa Ruvuma, ambapo nilienda kama mkaguzi wa ndani, ambapo nikakaa mpaka mwaka 2013. Ndani ya miaka hiyo nikawa nimepata
kupandishwa cheo na kuwa mkuu wa kitengo cha ukaguzi wa ndani, na ilipofika mwaka 2013 mwezi wa 8 nikahamishwa wilaya Monduli, nikaendelea na wadhifa wangu kama mkuu wa kitengo cha ukaguzi wa ndani mpaka nilipofikia muda wa kustaafu baada ya kufikisha miaka 60 katika utumishi wa umma. Ushauri wangu tu ni kwamba watumishi wa umma wenzangu ambao bado wako kwenye ajira na wanaendelea kwenye majukumu, swala msingi ni kuzingatia sheria, kanuni na maelekezo yanayotolewa mara kwa mara. Nawashukuru wote hususan mkurugenzi mtendaji Madam Laiza, Madam Happiness Laiza, kwa kipindi hiki ambacho amekuwa kiongozi wangu. Kwa kweli amewezesha ipasavyo sisi kama kitengo cha ukaguzi wa ndani kutekeleza majukumu yetu ipasavyo. Twende tukamsikilize Mr. Demestus anayehudumu katika kitengo cha ukaguzi wa ndani, ana yapi ya kumwelezea Bwana Jimmy Geoffrey Mangesho katika utumishi wake. Bwana Jimmy Geoffrey Mangesho nafahamu vizuri tangu nikiwa mhasibu na hadi najiunga kwenye kitengo cha ukaguzi wa ndani mwaka 2020. Ni mtu ambaye anafanya kazi yake kwa nidhamu, yani ana nidhamu kubwa sana katika utendaji wa kazi, ana misingi mikubwa sana ya kuzingatia na usiri katika kazi. Kuwa na siri katika utendaji wangu wa kazi na kufanya kazi kwa juhudi. Kwa hiyo ni mtu ambaye anajituma sana na anajali wengine. Mimi naitwa Adili Elirehema Mwanga, ni mstaafu. Nimestaafu katika cheo cha afisa maliasili na uhifadhi wa mazingira katika wilaya ya Monduli, halmashauri ya wilaya ya Monduli, na nimestaafu toka tarehe 24 mwezi wa 8 mwaka huu. Ninamshukuru Mungu sana kwa kufikia hatua hiyo, kwa sababu yeye ndiye mweza na aliyeniongoza katika safari yote ya utumishi wa umma. Mimi niliajiriwa kule kusini kabisa mwa Tanzania katika halmashauri ya wilaya Mbinga mwaka 1991 mwezi wa 6. Safari yangu ya ajira ilianzia hapo. Niliajiriwa kama afisa misitu kwenye wilaya hiyo, lakini nilifanya kazi kwa muda mfupi sana, kama miezi 3 hivi, kwamba baada ya pale nilipata secondment. Wilaya ilinipa fursa ya kufanya kazi kwenye jumuiya ya Ulaya, European Union. Kwa hiyo nilienda kufanya kazi kwenye wilaya hiyo kwenye mradi uliokuwa hapo mkubwa sana chini ya ufadhili wa jumuiya hiyo, nikiwa kama mkuu wa kitengo cha misitu na uhifadhi wa mazingira toka mwaka huo wa 91, ilikuwa mwezi wa 11. Kwa hiyo nilifanya kazi na jumuiya ya Ulaya kwa miaka 8. Pale tulifanya kazi kubwa sana ya uhifadhi wa mazingira katika wilaya hiyo ya Mbinga. Kwa hiyo namshukuru Mungu, tulifanya kazi hiyo vizuri. Lakini baada ya hapo, baada ya ule mradi kuisha, nilirudi wilayani Mbinga kufanya kazi kama afisa misitu. Lakini baadaye mwaka 2003 niliteuliwa kuhamia wilaya ya Rombo kuwa mkuu wa idara ya ardhi, mali asili na uhifadhi wa mazingira. Nilifanya tena kazi wilaya ya Rombo, kazi ya uhifadhi na ardhi kwa muda mrefu tu wa miaka kama 7.
Baada ya hapo nilihamia katika wilaya ya Kondoa kwa cheo hicho hicho cha mkuu wa idara ya ardhi, maliasili na mazingira, ambapo pale nilifanya kazi kwa kipindi cha muda wa miaka mitatu. Baada ya Kondoa hiyo, mwaka 2012 nilihamishiwa katika halmashauri ya wilaya ya Monduli kama mkuu wa idara ya ardhi, maliasili na mazingira. Monduli nimefanya kazi kwa muda mrefu sana. Nimekaa Monduli kwa kipindi takriban cha miaka 15. Fanya kazi nzuri kwa kushirikiana na CMT, Council Management Team, na uongozi wa kurugenzi tofauti tofauti mpaka sasa hivi napostaafu. Nimestaafu kama nilivyosema awali, mwaka huu. Ninamshukuru Mungu. Brown Piano ni mtumishi anayefanya kazi katika kitengo cha maliasili na uhifadhi wa mazingira, na hapa anamuelezea Bwana Adili Elirehema Mwanga kama ifuatavyo. Naitwa Brown Piano, ni afisa ufugaji nyuki halmashauri ya wilaya Monduli katika kitengo cha maliasili na uhifadhi wa mazingira. Mzee Mwanga alikuwa ni kiongozi bora sana. Alikuwa ni mtumishi ambaye ni mwadilifu, mwazi na ni mwajibikaji, na ni mtumishi ambaye hakuweza kubagua watumishi wote kwa maana ya sekta zote, na pale changamoto zilipokuwa zinajitokeza alipendaga sana kuwaita watumishi wote kwa pamoja na kuwashauri namna bora ya kutekeleza majukumu. Kwa majina naitwa Jubileti Obadia Tem. Nilikuwa afisa afya idara ya afya, niliajiriwa halmashauri ya Monduli mwaka 1986 tarehe 13 mwezi wa 10. Na baada ya kuajiriwa nilipangwa katika kata ya Monduli mjini kama afisa afya msaidizi. Nilifanya kazi hiyo katika kata hiyo, na baada ya kukaa katika hiyo kata kwa muda wa miaka 5 nilipangwa kitengo cha mama na mtoto, ambapo nilikuwa nafanya kazi kitengo cha mama na mtoto, lakini pia nilikuwa nafanya uratibu katika shughuli za mobile clinic, ambapo watu walikuwa wanaenda vijijini kuchanja watoto na akina mama. Lakini pia nilikuwa nafanya katika kata ya Monduli mjini siku 3 na siku 2 na kuwa kliniki. Na pale kliniki nilifanya kazi zote, kuanza mambo ya registration, upimaji wa watoto, lakini tulikuwa tukitoa pia chanjo. Mchakato huo uliendelea kama miaka 3 ambao tulikuwa tunafanya kazi pamoja na watu wa idara ya maendeleo ya jamii, lakini baadaye wakawa wamepata watumishi, nikarudi katika idara. Na nilivyorudi kwenye idara nilifanya kazi, nilipewa kitengo kingine ambapo ilikuwa ni kitengo cha magonjwa ya kuambukiza na magonjwa ya mlipuko. Na kwa hicho kipindi tulifanya kazi ya kuelimisha pia jamii na kuunda na kuhakikisha wale wote ambao wako kwenye jamii tunawapa elimu na kulingana na matatizo walionayo. Lakini mwaka 1999 nilienda upgrading, nikawa nimekaa miaka 3. Baada ya kurudi 2001 nilipewa kitengo cha ugonjwa wa trakoma, kwa sababu ilionekana Monduli kulikuwa na tatizo na kulikuwa na viashiria tayari vya ugonjwa wa trakoma. Kwa hiyo baada ya kupewa hicho kitengo tulipata mafunzo ambayo ni ya kuwa TOT, ambapo ni mkufunzi wa wengine katika wilaya. Kwa hiyo katika mafunzo yale ambayo tulipewa na wizara, baada ya yale mafunzo tuliweza kuteuliwa
wachache ambao pia tulishiriki katika baseline survey iliyofanyika 2004 na baseline survey hiyo ilifanyika katika mikoa 77, wilaya zote za Tanzania, lakini wilaya 77 ndizo zilizokuwa na magonjwa ya trakoma. Lakini kwa kipindi hicho pia mwaka 2016 nilipewa kukaimu idara ya mazingira, lakini hapo pia nilikuwa na kaimu afisa afya wa wilaya, na nikafanya kazi hiyo kuanzia 2016 hadi 18. Akaja afisa mwingine ambaye alipewa kitengo cha afisa afya. Kwa hiyo mimi nikawa nimepewa hiyo kaimu ukuu wa idara ya mazingira. Kwa hiyo nikafanya kazi hiyo, na wakati tunaendelea na kazi hiyo kukawa pia nimefanya kazi ya nutrition focal person, ambapo kulikuwa hamna mtu wa nutrition. Kwa hiyo pia nikawa nimeshikilia hicho kitengo, na baadaye nikaendelea na kitengo cha mazingira baada ya kupatikana mtu wa nutrition. Kwa hiyo alivyopatikana pia mtu wa idara ya mazingira, mimi nikaendelea na kazi ya kuratibu magonjwa yaliyokuwa hayapewi kipaumbele, lakini mwisho pia akawa amehama yule aliyekuwa lishe, na nikarudishwa tena kwenye kitengo cha lishe. Kwa hiyo nikakaimu kwa muda wa 1.5 mwaka, tukampata mratibu wa lishe, na mimi nikaendelea kuratibu kitengo changu cha magonjwa yaliyokuwa hayapewi kipaumbele hadi mwisho wa utumishi wangu. Anaitwa Joyce Nelson Sempombe, alistaafu kwa cheo cha msaidizi wa ofisi au office attendant. Ameanza kazi mwaka 2002 mpaka mwaka 2025 akihudumu katika cheo hicho kama msaidizi wa ofisi, na kwa kipindi chote alikuwa akifanya kazi kwa nidhamu, kwa utii na uadilifu. Ukimtaka katika idara mbalimbali kwa usaidizi, yuko pale kwa ajili ya kutatua shida yako na kusikiliza kwa makini ni kipi afanye na ni kipi ambacho asifanye kwa maelekezo ya wakubwa wake. Na amestaafu akiwa anahudumu katika ofisi ya mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Monduli, na kwa kipindi chote hicho Bi Joyce Nelson Sempombe watumishi mbalimbali walikuwa wakimzungumzia kwa mazuri zaidi na si yale mabaya. Kongole nyingi za kutosha kwa Bi Joyce Nelson Sempombe. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Monduli, Bi Happiness Liza, ana haya ya kusema kwa watumishi ambao wamemaliza muda wao wa utumishi katika halmashauri ya wilaya Monduli. Watumishi hawa tulifanya nao kazi kwa kushirikiana pamoja katika kutekeleza majukumu ya taasisi. Kwa hiyo sisi kama management tunawapongeza kwa kufikia umri huo wa kustaafu, na tunawashukuru kwa majukumu ambayo walikuwa wanatekeleza na katika taasisi yetu, kwa sababu taasisi ilikuwa inawategemea pia katika nafasi zao walizokuwa wanazitumikia. Kwa hiyo sisi tunawatakia heri na tunawashukuru kwa muda wote ambao wametumika katika halmashauri yetu ya wilaya Monduli. Nichukue nafasi hii kuanza kabisa kutambua uwepo wa Mungu aliye hai, aliyetupa uzima mpaka siku hii ya leo. Kama binadamu katika maisha kuna nyakati mbalimbali tunazopitia, nasi kama watumishi wa umma tuna nyakati mbalimbali tunazopitia katika utumishi wetu, lakini leo imekuwa ni siku njema kwetu katika halmashauri ya wilaya Monduli kuwa na siku maalum ya kuweza kukaa na kushiriki pamoja katika hafla hii ya kuwaaga wenzetu ambao wamehitimisha kipindi cha utumishi wao katika utumishi wa umma. Nichukue nafasi hii kuwapongeza sana ndugu zetu
ambao walikuwa wanatumika katika nafasi za ukuu wa idara, wengine walikuwa wanatumika katika nafasi zao mbalimbali kulingana na taaluma zao. Hakika wamefanya vizuri, kwa sababu wangefanya vibaya wasingefika hapa walikofika, lakini wamefanya vizuri. Na nikisema kufanya vizuri ni kwamba walitumika katika nafasi zao kwa kufuata maadili, sheria, kanuni na taratibu kulingana na nafasi zao katika ajira. Wafanyakazi tukijiunga pamoja na tukawa na teamwork spirit, tutafanya mengi na tutafanya maajabu ya kuifanya halmashauri yetu ionekane na ijulikane kwa sifa njema, na zaidi sana hata kulienzi taifa letu ya kwamba Monduli ni moja kati ya halmashauri za Tanzania ambayo inafanya vizuri na ina watumishi ambao wako katika mstari mnyofu na utumishi wao umetukuka. Na ninyi ambao mmetoka katika halmashauri hii, basi mkawe mabalozi wema huko mliko, na Mungu aendelee kuwatangulia na kuwalinda na kuwatunza na kuwapa afya njema pia, na mkawe vielelezo vyema kwamba mlipotoka Monduli mmetoka na sifa njema, na huko mnako kwenda mkaendeleze hiyo sifa njema. Nikushukuru wewe uliokuwa nami kuanzia mwanzo mpaka pale hitimisho kwa makala yetu fupi na nzuri tamu, imeandaliwa na kitengo cha mawasiliano serikalini.